Hebu ngoja. Fungua wazi nafsi yako, usizikwe nayo. Hapa Maisha Jioni. Bila shaka ndani ya Sizikwe Nayo. Hello. Hello. Mambo vipi? Poa. Ulikuwa umenitumia SMS? Yeah. Ukasema ungependa kuzungumza ndani ya Sizikwe Nayo? Ndio. Aya, niambie mami, kuna nini? Okay. Nilikuwa naishi Nairobi. Ulikuwa naishi Nairobi? Yeah. So, nilikutana na yeye. Na tukadate for 1 year. So, nikawa ananipeleka home introduction. Ulikutana na mwanaume Nairobi na mkawa mna date for 1 year? Yeah. Na ikafika muda sasa anakuambia anataka kupeleka kuintroduce kwa wazazi wake. Yes. Ni tukio la mwaka gani mami? Ilikuwa 2024. Ulikuwa na miaka mingapi wakati huo? Yeah? Ulikuwa na miaka mingapi? 27. 27. Kwa hivyo ulikuwa mtu mzima. So mkapanga safari ya introduction. Yes. So wakatufika nyumbani. Naam. Nikapata baba sana. Ulipofika nyumbani na huyu boyfriend? Nikapata baba kijana kuzua na sugar daddy. Baba ya kijana ambaye umekuwa ukichumbiana naye for 1 year alikuwa sugar daddy wako? Yes. Haya. Kabla ukutane na huyu kijana ulikuwa na sugar daddies? Wangapi mami? 2 tu. Na ulikuwa nao at the same time ama ulikuwa na mmoja mkaachana ukashikana na mwingine? Ulikuwa na mmoja tukaachana na mwingine. Sasa huyu ndo alikuwa sugar daddy wa mwisho ama wa kwanza? Wa kwanza. Sugar daddy alikuwa na kama miaka mingapi mzee? Alikuwa na 53. So ukiwa in your early 20s yeye yuko 53. Alikuwa anakulipia bills, anakulipia rent? Yeah. Anakuweka mjini? Na wewe unampatia ubomozi? Yeah. Sasa ni nini kilifanya ukaachana na sugar daddy? So niliamua tu kijana nikaangu yani mtoto na ule mwenye nikoshua kuweza kuoa. Ulikuwa unataka age mate mwenye utasettle naye? Yeah. Na wakati unakutana na huyu sugar daddy alikuwa ana mke? Ulikuwa unajua ana mke na familia? Yeah. Alikuwa amekwambia kabisa yako na family na mke? And you didn't have a problem with that? Sasa alikuwa sugar daddy, hakuna issue hapo. Alikuwa ni sugar daddy, hakukuwa na shida. Yes. So fast forward ukapelekwa introduction, ukifika hivi kwa bomo unapata father in law ndio sugar daddy wako? Yes. What was your reaction? Okay, nilishtuka kasi mjui. Ulijifanya umjui? Na yeye? Yes, pia alijifanya kama mtu anijua hadi nikadhani mimi nitasahau. Ukadhani amekusahau? Ukapatana na mother in law pale, ukapatana na family members? Na shughuli kaendelea kama kawaida? Iliendelea kisa kulikuwa na shida moja. Sugar daddy sasa yote baadaye. Bahati akataka kuendelea kuwa in a relationship. Sugar daddy akakwambia uendelee kuwa na relationship na yeye? Yes. Yani anataka uendelee relationship na mtoto wake lakini pia uendelee kuwa na relationship na yeye? My goodness. Yani sugar daddy alikumbuka zile siku, them days? Yes. Akasema siwachili? Mlikutana wapi pale mpaka mkakaa na mzee mkaanza kuongea mambo yenu? Na wewe umeenda introduction na boyfriend yako? Sasa niyo time nilikuja nikakaa. Juu kijana kaniambia sisi ni gani na familia ndio waone kama mzee. Yeye alikuwa anarudi kazi.
Oh, your boyfriend alikuwa anarudi Nairobi kazi. Sana madena niko ni kenda nikata for 1 to 2 months. Yo, that to now tujuane vizuri. So mother-in-law akapendekeza kwamba kijana wake arudi kazini, wewe ubaki kule mbond. Na at this particular point I'm assuming wewe na huyu kijana tayari mlikuwa mshakutana kimwili, si ndio? So mlikuwa mnaishi kama bwana na bibi, were you cohabiting? No, nilikuwa mlikuwa mnatembeleana. Yes. So ukabaki ushago. Nikabaki ushago sasa sike kitambuna. Sasa ikabidi nibaki arudi kazi. Sasa wakati Fadhili alikuwa anatafuta chanzo, hakuna mtu kwa na akani approach. Ananiambia if I want to endelea na the previous relationship nikiwa bado na kijana wake. Anataka muendelee na relationship ukiwa bado uko na kijana wake. Yeah. In short alikuwa anataka alale na wewe. So ulilala naye? Hapana, nilikuja sana. Obvious, singeweza, unaona. Ulikataa? Nilikuwa nishaamua kumove on kwa kijana. So wakati ulipokataa mzee alisemaje? Sasa alikip kunipesta but ilikuwa last month wakati kijana arudi nyumbani. So akawa anataka aje nyumbani introduction. Baba akakataa akasema hapana, bado sijakaa msichana kujamtoa vizuri, unaona. Kwa hivyo mzee sasa amekuwa kizuizi cha wewe na huyu boyfriend kukaa chini na muishi kama bwana na bibi. Sana threat. Anakuthreaten. Bali kuwa na yeye kitakuwa na kijana wake. Ukikataa kulala naye anavunja mahusiano ya wewe na kijana wake. My goodness. Sasa na hujamwambia boyfriend yako kwamba your daddy was my sugar daddy, your daddy was my daddy? How can you start my daughter? You cannot. It's very complicated. Yeah. Na yeye ukimwambia unavunja mahusiano. Do you love your husband or rather your boyfriend? Yeah, I love him. Na do you see a future in this home where your father-in-law slept with you before? Unaona future hapa kweli? Sasa pata ndo tunataka maoni ya wanari. Ndo unataka maoni? Nadhani umefika sehemu salama mami, wala hata usiende mbali na redio yako, utapata usaidizi sasa hivi. Anasema kwamba alipatana na kijana Nairobi, wakadate 1 year. After 1 year akataka kumpeleka nyumbani, introduction. Akifika pale father-in-law ndo alikuwa ni sponsor, sugar daddy. Sasa father-in-law anamwambia nipe ama mahusiano yavunjike. Afanyeje jamani? Hili nalo ni kubwa, mambo yamechemka hapa. Tumsaidie. Radio Maisha, hello. Ndola. Yes. Ukoaje? Niko poa ndugu yangu. Unaongea na Bena. Bena, things are thick. Nakwambia Ndola, kuna mambo mengine yanakuwa magumu. Lakini huyu dada mimi ningemwambia tu aondoke hapo, na ikiwezekana they stay away from that family. Kama wanaweza enda waishi kwingine. But you know you have to explain to your man why you're staying away from his family. Where will utamwambia in a way, utamwambia in a way, in a indirect way. Then baadaye utampeleke pali tu pole tu, utamuelezea tu pole. Hii ni ngumu ndugu yangu, ni ngumu sana. Wewe unasemaje kwa sababu ya Mda Radio Maisha leo? Hey Zula, ukoaje? Niko poa. Hii ni kama dunia maajabu, my sister. It is serious. Huyu dada afanyeje sasa? Huyu dada, mimi namwambia hapa mimi sioni future kusema ukweli. Hapa hivi senye baba yake ilo amelala na yeye hapa, sioni future kabisa Zula. Hapo nitamalizia hapo, alafu ije acheze mapenzi kilio by darasa. Hapa ni complicated, hata mimi nimeshindwa itakuwa aje. Ulilala na father-in-law na leo father-in-law ndio father-in-law. Radio Maisha, hello. Hello. Yes, mambo vipi? Frasha, mambo, karibu sana. Zela. Yes my dear. Inakuaje kwenye bomba pale? Ishakuwa. Ni Frasha mambo kama venye umesema.
Chenye naweza saidia huyu dada ni kwamba kwanza umemuuliza vizuri, anapenda mume wake? Kama anampenda, eri aambie tu mume wake wasonge mbali na hiyo familia kidogo. Lakini nikuulize Frasha, wewe ukiambiwa leo mzee amepitia mahali umepitia, unaweza kubali hiyo ndoa ikae? Na kwa nini sasa yeye akakubali? Shida ni yeye anakubali kwa nini? Na anajua anadeti mtoto wa huyo. Hakujua, amejua wakati wa introduction. Can we get this story please? Amejua wakati wa introduction kwamba father in law yule ambaye alikuwa na yeye kama sugar daddy leo hii ndo baba vya. Sasa afanyeje? Radio Maisha, hello? Hello Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Niaje Nzula? Niko poa ndugu yangu. Unamshauri huyu dada yetu afanyeje? Ni Hamisi hapa kutoka Kwani. Karibu sana. Nzula, hapo hakuna ndoa? Hapo hakuna ndoa. Sasa wewe utaishije sasa? Hata mimi nimeshangaa ndugu yangu, utaishi vipi? Huyu father in law na akikuona kila siku anakumbuka ulivyomnengulia kiuno. Anasema mwanangu anafaidi na mimi nataka tena. Itakuwaje hii ndoa? Kuna ndoa hapa. Radio Maisha, hello? Hello Nzula, mambo vipi? Niko poa Jose, karibu sana. Niko pole sana. Asante. Alafu sasa nimwambia kwa kwamba yeye ajua kuna vile mtaheshimiana pale mbeleni. Ajiondoe. Na unajua bahati ni kwamba hakuna mtoto amepatikana hapa kwenye haya mahusiano. Radio Maisha, hello? Yes, mambo vipi? Poa sana, barabara kabisa. Huyo ni Silas, dereva masafa marefu. Karibu dereva, unamwambiaje huyu dada yetu? Huyo dada yetu mimi naona hakuna hapo uhusiano, hakuna hapo ndoa. Hamna ndoa hapa. Hakuna ndoa, ajipe shughuli sababu mimi naona huyo mwanadada wakati atakuwa anainama kuosha vyombo hapo nje, mzee atafurahia hiyo kitu. Mzee atakuja apige makofi. Basi ataua hivi. Ataua wacha tu ajipe shughuli aende Sula. Asante. Alafu na wazee wenye wako na shida kama hiyo wanaweza nitafuta pia, mimi niko na madawa naweza wasaidia ya sawa. Shida gani? Shida kama hiyo, unajua sasa mzee kama huyo ni kama hajui mapenzi. Sasa mimi naweza niko na dawa ya kiasili kama hiyo, na wanaume wenye wako na shida kama hiyo pia wanaweza nitafuta. Iwe tumefika kwa mandawa. Radio Maisha, hello? Hello Nzula, Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Mambo poa kabisa. Ni Salim Wanandi. Karibu sana kakangu. Nilikuwa nasema hivi Nzula. Yes. Hapo kimeshaumana bwana. Atoke tu hapo hivyo tu. Can you imagine hata wewe ungekubali kitu kama hii? Asingekubali kabisa. Ati dem anakuja anakuambia kwamba your daddy was my daddy. Kabisa hapana, hii haiwezi ingia kabisa. Aende tu hiyo dem. Hii labda inaweza fanyika Amerika. Hapa Afrika inaweza fanyika kweli? Radio Maisha, hello? Nzula, mambo? Niko poa ndugu yangu. Huyu ni Ryan Kili from Kitale, nasikiza show. Umesikiaje huyu dada? Tumwambieje jamani? Tumwambie ukweli. Kwanza kabisa pole kwa yaliyotukia kwako. Asante kakangu. So mimi nafikiria we hata this is very very complicated kwa sababu unajua msichana angekuwa na the big question maybe to tell his husband or not. This is the hardest part because there is no perfect answer here kwa sababu option ya kwanza akimwambia the likely outcome maybe there is high risk of divorce, violence. Hakuna marriage, they're not married, so the relationship will definitely end. Definitely. And of course number 2, atavunja familia. Maybe